Evans, timu ya AFCON 2027 tunayo. Timu tunayo. Watu na tunatamba nayo. Yes. Yani unajua sisi sio changamoto kwamba umeona Andabwile amekiwasha tu ameitwa. Lakini si lazima uangalie mchezaji ambaye yuko kwenye performance nzuri. National team tunaita watu wanao perform kwa wakati husika kabisa. Na kuna watu ambao wanapata hiyo nafasi kwa sababu ya class. Tunakubaliana hapa. Popa ameomba kujitoa national team. Ila hata kama angekuwa hana timu, bado tunatambua tu hiyo klasi ya Mbwana iko hapo. Yani kuna kitu kiko pale kwa Mbwana. Hata kama hana hiyo timu ambayo anacheza kwa wakati husika, ila tunajua tu ana kitu ambacho anaweza kukuofa kuliko hata watu ambao wanapata game time kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo kuna nyakati walimu unawaelewa. Kama unakumbuka kwenye timu ya Gareth Southgate, yani Harry Maguire United hachezi. Ila kwenye selection ya Southgate kulikosa jina la Harry Maguire ni changamoto. Ni kwa sababu anajua kwenye national team yangu mimi namna inavyocheza, kuna nyakati tunamhitaji Harry Maguire kwa sehemu ya timu. Kuna kitu ananipa ambacho mtu mwingine hawezi kunipa. Mtazame mtu kama Jordan Pickford. Watu wanaweza wakawa nawaza why Pickford kila siku golini? Ni kwa sababu amekuwa na huo muendelezo kwenye anachokifanya. Kwa hiyo nyakati nyingine hatuangalii mtu kwa sababu ya klabu unayocheza. Tunaangalia ni nini ambacho wewe unaweza kukitoa, na mwalimu kwenye game plan yake ni nani anaweza kufit in. Unajua sisi ambacho kimekuwa kinatutesa mara nyingi, amekizungumza pia hata Ashraf na nimekuwa nakizungumza mara kwa mara, ni tumekuwa na hiyo timu ambayo inabadilika kila kukicha. Yani leo wachezaji walioitwa huenda kwenye mechi inayofuata wasiitwe, kwenye mechi inayokuja kuna wachezaji wasiitwe, alafu kuna mechi wanakuja kuchanganywa watu wa mechi ya kwanza na mechi ya tatu, unakuja kuwakuta tena wanatengeneza timu moja. Kwa hiyo inakuwa ni kidogo ni changamoto kwa hata namna tu ya kucheza. Issue pia ya hao vijana. Tunawaita kwenye mechi kama hizi. Unajua mimi nilizungumza hata kwenye channel, ni mechi ambazo mimi nazichukulia kama maandalizi kuelekea AFCON 2027. Qualifications za World Cup nachukulia ni sehemu ya maandalizi kuelekea AFCON, kwa sababu kuna vitu vingi sisi tunatakiwa kufanya kwenye ile AFCON kuliko hata mashindano mengine ambayo unaona hata AFCON inaenda Morocco. Kuna namna tunatakiwa kuwa na timu ambayo ikitoka Morocco ikirudi hapa watu wanajua kabisa tuna huo muendelezo. Usishangae timu ambayo imequalify hizi kwenye qualifications za kwenda hiyo AFCON sio timu itakayoenda Morocco. Morocco tukaenda na timu tofauti, wakaenda wachezaji wachache ambao tumekuwa tunaona kila siku. Ila kwa tumeenda na timu nyingine, tukirudi hapa kwenye qualifications zingine watu wengine. Kwa hiyo kidogo tukiwa na huo mbadiliko imekuwa haitupi huo muendelezo. Sasa nataka kila mmoja hapa pangie kikosi chake mechi dhidi ya Zambia kulingana na timu ambayo imeitwa na Hemedi Morocco. Tukianza na Ashraf Jeyara, tuanze na wewe. Tuanze na wewe. Okay. Yes. Tuanze. Kikosi changu mimi simple. Kwanza nitaanza na Yakub kama goalkeeper. Lusajo na Pascal Msindo watakuwa ni mafullback wangu. Ma center back atacheza Jobu pamoja na Ibrahim Baka. Lakini namba 6 mimi nitamchezesha Novatus Dismas. Nitamchezesha Novatus Dismas kwenye eneo namba 6. Namba 8 nitamchezesha Mudathir. Hivi yupo kweli Muda hapa? Nisi nikasema uongo. Maana ni mchezaji ambaye nimezoea akiwa anacheza kwenye position. Unamkubali? No, nitamchezesha Yahagi zaidi. Muda hayupo hapa. Nitamchezesha Yahagi zaidi kwenye hiyo position. And then namba 10 nitamchezesha Faisal. Winga moja atakula Sop. Winga nyingine atakula Chazi Momba. Maana nimeona pia yupo. Yupo ameitwa. Ndio yupo. Lakini winga moja atakula Barua ili Abdul Sop awe center forward. Sababu mwalimu hayupo. Kwa hiyo winga moja atacheza Momba, winga nyingine atacheza Edwin Barua, alafu namba 9 atacheza Abdul Sop. Sawa. Evans, mimi kwangu golini atasimama Yakub Suleiman. Mbavu yangu ya kulia na kushoto ni wanangu Msindo pamoja na mwenzake wote kutoka Azam. Katikati ya kiwanja bado pea ni hiyo haiwezi kugeuka. Yes, ni Baka na Job, naamini wataendelea kuzima hapo. Shingsita yangu mimi nampa Aziz. Yes, Shingsita yangu atacheza Aziz. Namba 2 umempa nani? Lusaji. Yes. Kwa hiyo Shingsita yangu atacheza Aziz. Namba 8 wake namweka Yahya bin Zaid. Yes, namba 9 anakula Sopu. Winga moja naamini mimi nitamweka Morris Abraham.
Winga nyingine kwa haraka namweka nani? Namweka Ofenchikola. Yes. Hiyo timu umeipangua kweli kweli Evans. Bana, karibu. Timu yangu golini atakaa mwanangu mwenyewe Zuberi Foba. Mtoto kabisa. Mwanangu kabisa. Ndio. Mwanangu. Ni kwa sababu ya kiwango ama unampa nafasi hiyo kwa sababu ya mwanao? Mtoto. Nampa, anatakiwa acheze. Kwa sababu kama kaaminiwa Azam kacheza mechi mbili za kimataifa. Ndio. It's only fair acheze. Yake watu wasije wakaanza kuleta hoja tena. Kamanda analeta undugulization. Hapana, ni mchezaji. Sawa. Fullback mbili nachagua kati ya Israel Mwenda na Haji Mnoga. Lakini Haji Mnoga tumesha kumuona na tunajua nini ambacho nimefurahi sana kutoka kwake. Kwa hiyo mimi kwa sababu hapa nataka kutengeneza kitu tofauti, nitampanga Israel Mwenda. Okay. Namba 3 nitakwenda na Pascal Msindo, even though nilitamani sana bwana mdogo Mligo naye angeitwa ili apate test ya kucheza national team. Mabeki wa katikati nitakwenda na Bakari Nondo Mwamnyeto na Wilson Nangu. Unaweza ukashangaa kwa nini nimewaacha Baka na Job, lakini tunajua nini tunaweza kupata kutoka kwao. Kwa hiyo inabidi tutengeneze na wengine. Lakini pia nilitamani sana angeitwa Lame Klawi, lakini nadhani amekuwa achezi kwenye klabu yake, kwa hiyo it's understandable. Winga chini nitakwenda na Aziz Andabwile kama alivyosema Evans, na juu yake nitataka acheze Yahya Zaid. Pembeni kushoto na kulia nitampanga Charles Mombwa pamoja na Tarin Alirakia, na kwenye eneo la ushambuliaji kuna nafasi mbili hapo zinakuwa zimebaki kwenye eneo la ushambuliaji Suleiman Mwalimu. Hayupo Mwalimu. Hayupo, ndo kaingia Paul Peter yule. Kwa hapo utampanga Paul Peter. Utampanga. Nitampanga Paul Peter, nyuma yake Faisal Salum. Sawa. Timu imekamilika hiyo.